Hivyo wanajua hata tuna session. Nini? Wanajua hata tuna session. Watu 20 walieka. Okay. Nafikiri tuna watu tayari, nimewatumia reminder pia sasa hivi. So I think tunaweza tukaanza, but let me know co-host au watu ambao wamejoin sasa hivi. Namuona Genovefa. So nikikuhost naomba accept, maana yake ndio utaweza kuuliza swali. Sio lazima uongee sasa hivi, just have to accept. And karibuni tena kwenye weekly meetups ambapo tuna wa-invite wataalamu tofauti. Last week tulikuwa na Emmanuel Mkosole, ambaye Emmanuel anafanya zaidi kazi za artificial intelligence. Kama ulikuwepo, Emmanuel alishare na sisi namna gani ameingiza $1,000 ndani ya mwezi mmoja, $11,000 ndani ya mwezi mmoja kwa kutrain AI models tu. And recording ya session tumefanya na Emmanuel Muhosore. Mnaweza mkaipata kwenye space ya share, kuna space inaitwa share resource. Nimeweka recording ya event ya Emmanuel Muhosore pamoja na event nyingine za nyuma, mtazikutia hapo. So leo tutakuwa na Lauren Mtaita. Lauren ni mtaalamu wa masuala mbalimbali mengi, na nafikiri itakuwa mara ya kwanza wala mwisho kumwona akiwa na sisi. Na idea ya kumwalika Lauren ilikuja, nafikiri it was on Monday, kama sio Jumapili last week. Nilienda nika-update profile yangu ya LinkedIn, nikawa nimeoptimize. Wakati nimeoptimize kwenye account yangu ya LinkedIn, nikaenda tu nikalala. Naamka asubuhi nakuta kuna mwajiri, kuna mtu ana mzunguko ana kampuni sijui wapi, alikuwa anatafuta kuhire LinkedIn. Imagine mimi kwa update to LinkedIn yangu ikawa imeniletea mteja. So nikakumbuka kuna mtu namjua ambaye ni mtaalamu wa masuala ya LinkedIn. Ukiangalia profile ya Lauren, ngoja dakika moja, nilikuwa napitia profile ya Lauren hapa, to which I'm expecting baadaye, japokuwa hajaniruhusu. Na so mnaweza mkaenda mkamfollow pia kupitia account yake ya LinkedIn. So hii ndo account ya Lauren, profile yake. Ukipitia hapo utagundua amefanya kazi na makampuni kadhaa, kampuni 23. Na kampuni kwa mfano kuna hii inaitwa Go Hire ya California, United States. Kuna hii pia ya Miami, United States. Kuna hii ya Uingereza, kuna hii ya Marekani na maeneo mengine yote. Na hizo ni kampuni nyingi, ni za remote. Na hizi kampuni amezipatia LinkedIn kwa conversation ambayo tulikuwa tumeanza nayo. Sasa nikafeel Lauren ni mtu mzuri kuja na sisi, kushare na sisi namna gani kwanza amepata hizo kazi kwenye hizo platform, na namna gani sisi pia tunaweza tukapata kazi kwenye hiyo platform. So Lauren, karibu sana, na hii session leo ni ya kwako. And I hope kuna siku nitakualika tena uzungumzie DHL, but kwa leo tuzungumzie tu hizi namna ya kupata kazi za remote. Sawa. Nimefurahi kukutana na kila mmoja wenu. Although I can't see your faces, ila I'm happy to meet all of you. So in summary, mimi Lauren Mtaita kama alivyonitambulisha Baraka, but mainly since mimi nimaliza chuo 2022
nifanya kazi yangu ya kwanza kabisa kupata, nilipata via LinkedIn, and this was from nilikuwa na background ya watu wanasema kwamba they're working remotely, kwa hiyo na mimi nikasema let me try. Katika kujaribu kwangu, I can't say my path ilikuwa smooth kwa sababu nilikuwa na apply napata rejections kuliko my expectations. Umetoka chuo, you're expecting upate kazi hapo hapo, but it wasn't as smooth as I thought it was. Kwa hiyo nikawa nimebahatika kupata ilikuwa internship from hii kampuni wanajiita Development, ambayo ilikuwa ni kampuni ya Black Americans. Wao kazi yao ni kukuza vipaji vya Africans all over the world. So hii ilikuwa my first try, lakini pia ilinifanya niamini kwamba you can get money online. So how I applied ilikuwa ni kawaida tu, kwa sababu mimi personally, hata Baraka nimemwambia, mimi ni mvivu kuandika proposals. So Upwork is not my thing. Nimejaribu kuandika proposal, ila mimi kwa kweli hapo palipo nishinda with Upwork ni kuandika proposals whenever I'm trying to seek for a job. So nilivyoona, let me share my screen. I thought nilikuwa na share my screen. So nilivyoona, it was an easy thing for me to just simply apply for a job via LinkedIn. Nikaona let me focus on one platform rather than nilivyokuwa na hama. Mara leo nipo Upwork, siku nyingine nimeenda kujaribu hivi platform vya ajabu. Yeah, that was when nikaamua kuanza kwenye LinkedIn. So with my LinkedIn applications, nimegundua something that you'd always get. Inakuwa ina depend na which country wewe unataka uajiriwe. When you speak about, okay, mimi nimefanya kazi PST, that's the American time zone, ila currently nafanya Australian time zone. Kwa hiyo with all of these time zones kuna utofauti wa when you should apply. Huwezi kusema unataka kazi Marekani alafu una apply labda saa 2 asubuhi ya Tanzania. Huo ni muda wenzio wamelala. Kwa hiyo obviously wewe utakuwa among zile 100 plus easy applications. So it's not easy for wewe kupata hiyo kazi. Like there's no way utapata hiyo kazi unless kuna hivi vitu kama ATS. So your CV inatakiwa iwe in an international standard, kwa sababu most of these HRs. So as you've seen on my profile, nimefanya kazi na GoHire. So GoHire is a platform ambayo sisi hapa tunamsaidia mwajiri kufanya automated hiring. So with automated hiring, it means mwajiri anachukua system yetu. With the use of our system yetu ndio ambayo inafanya screening ya all of these CVs nyinyi ambazo mnakuwa mnaendelea kutuma. Kama ungekuwa ulijoin ku-apply jobs over on LinkedIn miaka 2 before, ungeona kuwa ulikuwa unapata responses za waajiri sana in comparison to sasa hivi. Sasa hivi most of these mpaka unakuja kupata interview, hiyo nanilia most of the times inakuwa iko scanned na hizi systems, just like GoHire tunachofanya. So for a person ambaye anataka LinkedIn aweze kupata kazi, something that's a key factor ni time in accordance to wewe unataka kuapply sehemu gani. Kwa Marekani I would advise kuanzia saa 10 jioni, kwa sababu saa 10 jioni ndo very early morning kwa wao, lakini the timings ambazo for US jobs waga zinakuwa posted most of the times inakuwa kuanzia kwetu sisi inakuwa saa 4 usiku, saa 4 mpaka saa 8 pale ndo muda ambao US jobs waga most of the times zinakuwa posted. Alafu something else that someone should be keen on is CV yako iko in ATS standards. So maybe I'll put this on the chat. Sorry, Baraka chat iko wapi? Ni hapa. So inatakiwa iwe CV yako inatakiwa iwe ATS standard kwa ajili ya wewe kuweza kupata hizi kazi zote. Not necessarily kazi zote, but you would be at a better position ya kupata kazi in accordance to mtu ambaye hajafanya ATS.
kwenye CV yake. That's optimizing your CV. Then the next thing would be your profile. So you see, like I wouldn't take my profile as an example because I've not really worked on my profile that much. I wouldn't say my profiling is what has made me get these jobs. It's my experience. And mimi hapa, in my experience, it involves corporate profiling. Ukiongelea corporate profiling, it means mimi as an individual, my work is to make sure kwamba namprofile vizuri our company leader. So I've done this both locally and globally. Kwa locally, I've done it for Jose yule alikuwa TBL before kuondoka. But internationally, I'm doing it for my several clients. And this is something ambacho kinawasaidia wao kupata leads that they could have business and work with them. For example, huyu Matt Letta, this is our CEO. Yeye alikuja na idea ya kutengeneza kitabu ambacho hicho kitabu kilikuwa ni a contribution of every single person ambaye alikuwa anataka ku learn more about AI. So the book title ilikuwa inaitwa ndio hapa, Lip Guide, ambayo ndo it's among ukienda kwenye New York Square ilikuwa on the billboard pale. It was a very successful launch and it was through the profile yake kwa profile mpaka amefikia hapa kwa sababu Matt Letta, by the time last year when we started working together around April May pale ndo tuanza kufanya kazi wote. Matt was at 5,000 followers on his LinkedIn account. Kwa hiyo kuna strategy ya wewe kuweza kutumia LinkedIn yako kama platform ya wewe kuuza. Kama you're a person ambaye unataka sio kutafuta tu kazi, wewe unataka kujijenga wewe kama wewe, you want to launch a company, you want to launch a project. LinkedIn kama LinkedIn inaweza ikawa platform ya wewe ku raise easy funds. So with Matt Letta, he was able to raise funds. He was able to get hizi zinaitwa nini, like views, different views from people. Ameweza kupata hizi views kwa watu na watu wameweza kumfanya kitabu chake kuwa bora to a point kwamba hichi kitabu kimeweza, sorry about my phone, nitoe sauti, to a point kuwa ameweza kufanya amepata all of these things, the leads he was able to get into New York Square, billboard, all of these through his LinkedIn profile. So I would show you just a little bit about him. Here's the video. I was quite excited when he's on the Times Squares. This was a very successful launch, which was all done by using LinkedIn. Kwa hiyo kwenye strategy, maybe siwezi kwenda into detail kwa sababu it was a whole 6 months project that we did to optimize his LinkedIn platform, but also YouTube na nini yani all of these things. And over here, mind you, hatukutumia ads. All of this was done organically. We were using easy free tools. Kuna hizi tools za siku hizi, kuna tools za kucomment. Kuna moja inaitwa Hyperclapper. This one ni LinkedIn engagement tool. So you could use your Hyperclapper. Mtu anakuja na ana comment. You see people on LinkedIn wanakuwa na comments nyingi. For example, let me show you. Umeona hizi 124 comments. Amongst hizi hapa, kwa sababu yeye with his strategy we are using 50 comments from your tool. Kwa hiyo kuna tools mbili, kuna Link Boost na hiyo Hyperclapper. Let me share hizi links just in case mtu akataka ku reference baadaye. Kuna hiyo Hyperclapper na nyingine inaitwa Link Boost. Just in case mtu akataka ku try out the strategy on their own profile, unaweza ukafanya. So these are actual real people ambao wanakuwa na comment into your page. So what you actually do with it
inakuwa ni kama commenting section. Let me see kama nilishai log in. Link boost. So something ambacho watu waga sana sana hawapendagi kutumia link boost ni kwa sababu sometimes unakuwa ukiwa overuse, LinkedIn does not allow you to use third party tools. Kwa hiyo overuse inamaanisha wewe hapo platform yako inakuwa flagged. So you could see how I can use this is how you could use link boost. So for example, on a new post and you want kuwa na engagement on that particular post, una copy to the URL of the particular post. So I'll take my post as an example, my very last post as an example. Una copy, unaweka hapo. You see how it goes? So you just select, utachagua hapa. You either pick one of these ama you don't pick. Hapa utaandika what kind of comments do you want your post to have. Kwa hiyo whatever commenting you're gonna put, maybe let's say nice job, go hire team. That's the comment ambayo itatokea on the post. Like it's just as easy as that. You see, it's saying let's engage, and that's all. That's all that happens. And it's a long process. Then let's go now to how you can actually get these jobs. Me personally, how I apply my jobs, I ensure kwamba mimi siko beyond the 100 people past ku apply job, ili nihakikishe kama hata mwajiri kama bado hajawasha system yake niwe among wale wa kwanza. So mimi nafanya go high level. So my search would always be go high level. Mimi ni automation specialist. What I do is, kama you have heard of these tools called Remake, N8N, Zapier. These are the tools that I use on my day-to-day basis. My work is to allow wewe hapo, wewe kama mwajiri, wewe kama a person who is at a work doing redundant tasks, mi kazi yangu ni kukusaidia hiyo workload, kukupunguzia hiyo workload ambayo unayo at the moment. So with something that I'm doing, I'm specifically trained for Go High Level, ambayo ni CRM. So nitatafuta Go High Level, and I would never choose a specific country, lakini nitaandika worldwide. This is how I search for a job. Sorry. Sure, what happened? Try again. Go hello. Okay. So you see, when you search your specific niche, not sure kila mtu anafanya niche gani, lakini with Go High Level, with wewe trying to be things ambazo nimeona zina soko, alafu zina watu wengi sana hapa LinkedIn, ukiona apply ni easy virtual assistant, lakini sio za India. I've had a very bad experience na India, like anything dealing with India, kuna Ethiopia, all of these people don't really pay well. Kazi za South Africa, they don't really accept watu wa Tanzania. So you don't want to waste your time kujaribu ku apply something like that ambayo unajua in the end of the day wao wanataka certain criteria of people. The next criteria I normally look at is the date hii kazi imekuwa posted. I only apply for jobs ambazo ziko posted within 24 hours. Hichi ndo kitu ambacho nakiangalia cha kwanza. Cha pili, experience level. Kwenye Go High Level mimi ni expert. So I can't say kwamba nitachagua internship or anything like that.
but kutokana na uchumi wa Tanzania, wewe hata ukiapply for internship in regards to automation specialist, you are a person ambaye utapokea kuanzia $2,000 na kuendelea. Kwa hiyo kama you're a person who does not really care about a title, I don't think utamind kulipa $2,000 kisa umeitwa intern. Kwa hiyo you could pick in accordance to wewe skills zako umejirate kwa wapi, lakini pia if you're not confident enough together with hizi certifications, inabidi uwe, yani wewe kusema you're an entry level, inabidi uonyeshe your certification, like what are your qualifications, what can you show, ujionyesha kwamba wewe sasa you are really an entry level. Kwa hiyo with me I don't pick any of these kwa sababu I don't mind the title ambayo nitaitwa. With me ela inaanza kwanza. Kwa hiyo I would not select anything upon the experience. Lakini as I said before, mimi ni mvivu sana kwenye mambo ya kuandika. Mimi kama umeweka kazi yako hapo afu ukaweka sijui link uende into a different website, tuanze kujaza kama hizi profile wanaita I think micro nimesahau jina yake vizuri. Yeah, I would never do that. I don't even have the time to do so. So nitachagua easy apply kwa sababu easy apply it means kwenye easy apply, for example, na apply hapa kazi, ila in my actual sense I would never apply hii kazi kwa sababu tayari ameshapita masaa 22. There are over 100 applicants ambao walishapita, so obviously mwajiri kama mwajiri tayari ameshaanza kuzipitia hizi CV. How sure am I kwamba ataiangalia CV yangu? Cha kwanza. Cha pili, this company wana review baada ya wiki moja. I'm personally not that patient kusubiria CV yangu iwe reviewed baada ya 1 week. I prefer companies which give me a feedback of a maximum of 5 days. Yani kuwa na 1 week, maana hapa akisema typically 1 week inamaanisha gani 1 week ya working days, kwa hiyo ni kama siku 7. Mimi 5 zinatosha. So with easy apply utasema tu utabonyeza apply, your details zinakuwa pre-filled tayari. You'd say mimi nina CV ambayo iko updated as per September. Kwa hiyo na wewe utakuwa umeupload resume yako, kama you're having a resume ambayo iko up to date, utaiweka hapo, click upload, select, then you'd go next. And you wonder how things are easy. You just select 4. So something else to which I would say kama it's kind of like a cheat code is watu ambao wanasema wao wana experience miaka sijui 2 na kushuka chini huko. Kusema kweli kutoboa kupata kazi za LinkedIn siku hizi ni uongo. So where you're confident enough kwamba yani kazi mimi naijua in and out, wewe andika tu 3 years na kuendelea, depending on how confident enough. Sasa usidanganye sana ukasema labda 5 years huko. Ukiandika 3-4 years hapo, yani mtu anakuona let me try to select this person. Kwa sababu I'm saying that sababu that's as per my experience, that's what nime experience. Nilivyokuwa kipindi kile na nasema ukweli, labda nina mwaka mmoja wa experience, no one wanted to speak to me. But after I had mentioned kwamba mimi nina 3 years of experience, hapo nimetoka chuo tu na mwaka mmoja tu, people wanted to speak to me. People are open to work with me, given they don't know behind mimi hiyo miaka yote hata sijafanya. But it's how well you package yourself, that's what makes you get this job to begin with. So it's as easy as that. Unaweza ukasema usifollow your page ama you might follow it, then voila, you're done. Applying via easy apply is very easy to do, but as of now, pia something maybe I'd like to caution everyone, kuna a lot of jobs right now ambazo pia kuna scams. So LinkedIn wameweka restriction ya amount of jobs that you could apply per single day. So for a person ambaye you really want to get a job, I would advise you you utilize hiyo maximum limit ambayo imewekwa LinkedIn at the moment. Wewe unaweza ukawa una apply
una apply maybe 20 ama 30 every single day. Yani wewe getting no doesn't mean kwamba you're not gonna get a job someday. Kwa watu ambao, yani I have a testimony kwa watu ambao they're in the digital marketing space, so unafanya social media management, unafanya virtual assistants, yani all of these jobs ambazo they don't need a lot of technicalities, ni kazi ambazo ni rahisi sana kupata. Hata mimi nakuwa nasahau ku update my profile kwa sababu I have the mobility ya kushift from one job to another. Hata nikiamua kila mwezi mimi niwe na shift, it's something that I can do. As of now, sija update to my LinkedIn, but I'm currently not working in these companies. I am currently working here as a system automation specialist, but I'm also working in another company as well as a systems leader. So I am able to move any hivi jobs hizi experiences hivyo nyingi, but mimi nimemaliza 2022. You can look at my LinkedIn. Nimemaliza chuo UDSM 2022, but I was able kwenda from one place to another. Some people might call me a nomad, but I knew what I wanted. Kwa sababu in a field ya digital marketing, you're supposed to be a person ambaye unajua vitu vingi. I have been a well-paid employee kwa sababu unaingia kwenye kampuni nikiwa na knowledge ya mambo mengi compared to watu wengine ambao wamekaa kampuni moja for more than 2 years, more than 3 years. I have shifted from multiple companies that made me be able kujua various tools, kwa sababu kila kampuni ukiingia wana different tools ambazo wanatumia. Uzuri nilikuwa napata kampuni ambazo zilikuwa zina enhance the usage of AI. Kwa hiyo mimi na certifications za prompt engineering, like these are things ambazo zilikuwa zina ulazima kwa mimi kufanya. Kuna kazi moja ambayo you not get paid unless unamletea bosi cheti cha, yani umefanya, kuna cheti ambacho umefanya mwezi huo ndo unalipwa. So this was also an encouragement ya mimi kuendelea want to grow, but also as nilivyokuwa nakaa in a company 2 to 3 months, I'm like, sawa, sasa nimeshajifunza everything from here. What new thing is this company bringing into my table? Kwa sababu one thing inabidi muwe mnaelewa kwamba kampuni sio rafiki yako. Wewe ukifa leo atakuja mtu mwingine atakureplace. So something that you should have in your mind is this company wamenikuza mpaka sehemu fulani. Why am I still sticking there if they're not adding your wage? Kama hiyo kampuni kila mwaka wanakuongezea mshahara, then it makes sense. But you're staying at a place ambayo wewe kila siku unakuwa average, and you should never let yourself be average. And especially kwa people ambao mnafanya digital marketing, and this is a space ya wewe sasa ku move around, wewe kwenda back, left, center. Na something I would want to encourage people ni ulichosoma chuo doesn't define who you're going to be sasa hivi. Mimi hapa nimesoma Bachelor of Commerce and Finance purely. Nime major in finance, nime sub major in accounting, but right now nafanya automation, a totally different sector. Lakini all of this is because niliamua. I saw the wages on one end na nikaona wages on the other end, na nikaamua nisiwe an average person. Nikaamua ni shift to something else. Kwa hiyo anywhere right now you're at a certain job, limiting yourself from moving to another area, that's not something that should be limiting you. If kuna mtu yoyote mwenye swali, kwa sababu that's all that we have on LinkedIn. Yani hamna kitu kipya, rather than right now I'd like to get into details ya sasa when you're trying to fill out every single thing kwenye your LinkedIn page. Kama kuna mtu ana swali, as of now I'd like kuyajibu. Yes, Lauren, na swali. Like, is it must for me to pay for LinkedIn Premium ndo nipate kazi? No. Personally sijawahi kulipia. Tangia nimeanza kutumia LinkedIn mpaka sasa hivi sijawahi kulipia. So yeah, I think that's the only question. Hi, I will deep dive sasa into what should be on your profile. Wewe ni digital marketer.
hapa juu hujaandika unafanya digital marketing. Sasa how would someone know kwamba wewe you're an expert kwenye that field? Like kwenye sisi tunavyo build hizi systems za kuscrape kwamba kujua which employee should we pick, vitu ambavyo tunaangaliaga ni hapa juu tunaangalia keywords ambazo umeziandika, ambazo mimi sijaziandika hapa. That's why I said my profile is not the best of choices. Keywords ambazo utaziandika kwenye detailing section. Sorry, let me go back to this profile here. Now, this is my other client. Details ambazo wewe unakuwa unaziandika hapa kujazia hizi details. Like what do you do at that particular job? Hiyo particular job imekupa skills za aina gani? And hivyo ndo vitu ambavyo system kama system ukiwa unatengeneza, that's what we look at. We don't care about your name, we don't care about these certifications, but what we look at is hapa juu, kitu kilichoandikwa hapa juu should be a full summary of what you are, what you do, and how you do it. So ukisema what you are and how you do it, I will take an example of my profile. That's the only thing I optimized. I'm an automation expert. At the same time, I was certified with a financial modeling and valuation analyst certification. This is a finance certificate. So at the same time, I can create automations for your business. Lakini ukitaka pia mambo ya finance umo ndani ya automations, naweza kukusaidia kwa sababu mimi nina background ya finance. Tayari nina cheti cha finance. Lakini sio finance, just finance as finance, nina cheti cha business intelligence and data analyst. So that's another package. Forex trading is something I'm proud of, lakini so kwamba lazima sana ndio ili upate kazi. And nimeandika kabisa I'm a Go high level expert. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye yeye anatafuta mtu wa Go high level, akiandika Go high level kwenye system, mi lazima nitokee kwa sababu I'm already here. Nimeshaelezea kwamba ninafanya automations, ninajua Go high level, mimi ni expert wa AI. Kwa hiyo obviously the next question mwajiri ataniuliza is, are you able to use AI kwenye automations zako? Gladly I'm able to use AI. Sababu kama hapo unavyoona hii ni Vapi. Vapi ni AI anakuwa anajibu calls zako automatically, so you can implement this into your business. Kwamba wewe unataka simu zako kuanzia labda saa 12 jioni, client akiwa anapiga lazima awe anapokelea simu yake. So this is something that you could apply, but it's a bit expensive, I would say, kwa mtu wa Kitanzania, but it's something ambacho unaweza ka try out. So currently wewe umesema you're working, where are you working at? Itakuwa inajionyesha hapo juu. Wewe una vyeti, put them there. Ensure kwamba mwajiri akienda hapo anaona kwamba wewe kuna kazi ulizifanya outside work. So hapa naongelea volunteering. Do you volunteer? Ama wewe akikuajiri wewe kazi yako itakuwa okay. Mimi kwa organizations ambazo nilikuwa nimepata kufahamiana nao, most of them walikuwa wanataka people ambao they give back to the society. So something that made me stand out kwenye hizi interviews zote was I did make my free time kufundisha watu, like getting jobs. I would teach people how to do automations, I teach people about blockchain, yani vitu kama hivyo. Those are the things that apart from your CV, you as a person pia inakuwa ni package kwako, kwa sababu most of these big companies, achana na hizi startups ambazo they don't really care about you as a person, ila ukitaka sasa wewe uwe a full-time employee, haya ni mambo ambayo employer waga anajali. Kuna hizi character assessments ambazo pia utafanya, ambazo zinakuwaga ongoing in most companies, lakini zingine waga zinakuwaga kwenye interview tu. So you'd put your skills up, try as much as possible to get people to endorse you kwenye hizi skills if you have friends. Lakini sasa sio kwamba una friend wako labda yeye ni just a plain accountant. Hapo he doesn't help your
your profile get boosted. A person ambaye ameoptimize website yake, amekuendorse hapo, that person assists your profile in getting it boosted. So you have license and certifications. You'd see hapa mimi I have too many kwa sababu I have been reading a lot. Sijaziadd data za mwaka huu bado. For the past 2 years sijaziadd. Yeah, mwisho hapa nimeadd 2023, but I still have gone through other courses to which sijaziadd tu hapo, but as a person ambaye uko kwenye I would say mimi niko half marketing, half tech, mostly tech kwa sasa. You have to be a person ambaye uko radhi kusoma in what sense, kwamba dunia inabadilika, wewe usiwe rigid kusema kwamba mimi najua labda marketing ya design hii, then I'm not flexible to changes. Inabidi uwe unakubaliana na mabadiliko, na hayo mabadiliko tunataka tuyaone LinkedIn. Sio kwamba mabadiliko unaweka chini huko. We need to see what you're doing on LinkedIn. We need to see your education. Wewe ni mtu ambaye unaendelea kujiendeleza. An employer would want to see that. And something that I would put as a recommendation, don't do what I'm doing right now. You see, mimi nikipata kazi naongeza tu hapa, sionyeshi kwamba nimeacha au sijaacha. This is something you should not do. I'm personally not using my LinkedIn kama a source of me getting my work, but this is something that I would not recommend mtu kufanya. Like, this is a mistake here, that I'm doing, but I don't want anyone to do it. Umemaliza kazi, unaandika you've ended the contract there. Yeah. After this call itabidi nirekebishe profile yangu niwe a better example for you guys. But taking an example of, I'll take an example of my client. You'd see how I was able to arrange kazi zake. Alianza hapa as a structured product sales, akaja hapa, akaja kuwa director, akaja kwenye capital market. Right now he's owning his own company for the past 8 years. Kwa hiyo all of this is part of you trying to optimize your profile. He normally has posts as well. This also try to boost up your page. You try to be active on LinkedIn. Try to comment kwenye pages za watu maarufu kwenye LinkedIn. People ambao wanaongelea your niche. Mimi niche yangu ni about automations. Kwa hiyo I would search hapa juu, taandika automation. Hapa itakuja posts. And you see, unaona posts ambazo zimekuja hapa. So I'd look at who and which kind of newsletters are good for me to subscribe at. So all of this would give you better credibility, kwa sababu hata mtu anavyokuja kuhaya anaona kumbe this person anajua anachokifanya na is a person ambaye tayari amecontribute into the society. So mtu kabla hata kuangalia CV yako, akisha tu amekuja kwenye LinkedIn yako akakuta pale kwenye commenting, you already commented on these posts in accordance to your niche, tayari you're giving a better transparency level kwa mwajiri wako. Something else that's on LinkedIn, ensure that una background nzuri. Ensure your picture profile picture inakuwa corporate. Corporate picture can have a great background, is a kind of black background. Umeona my profile niliamua tu kwenda na a grayish background together with my profile picture. Just making sure kwamba unamuonyesha client kwamba wewe yani uko serious na maisha yako, so kwamba umeenda LinkedIn just because. Contact info, mimi hapa add my contact info. A person akitaka ku reach out to me anaweza ka reach out via my email and my phone number, vyote nimeviweka hapo. Just again making it easy for an employer to reach out to me.
Kwa hiyo sio lazima aje kwenye DM yangu. Akija hapa kwenye contact info itamuonyesha namba yangu ya simu, anaweza akani contact kwa namba ya simu ama my email address, kwa sababu sometimes it occurs kwamba wewe you're not really going there on LinkedIn 24/7 kuangalia who is texting you, ama it's a new platform, bado hujaizoea, hujataka kufanya mambo hayo, kwa things like that. But pia kuna hii services page ambayo pia unaweza ukaona edit, like what services are you able to provide. Kwa hiyo kwa mimi this was something ambayo niandika a long time ago, but it's the services I still provide as of now, kwa sababu ndo sehemu ambayo niliona kwamba I would like to focus my career growth, kuendelea hapo. Kwa hiyo in accordance to wewe hapo pia unaweza ukaandika kwenye service page yako, na mimi nime specify kabisa mimi nafanya remote. Kwa hiyo ukinitaka kazini mimi I'm not for you. So I would say these are the main things that you should have. Honors and awards, what awards umepata, languages you speak, hizi zote ni normal things. Organizations, hizi ni organizations that I'm part of. Kwa hiyo if you also have organizations ambazo bado you are part of, ama una try kuingia mambo kama UNA and all that, mimi sipo, but you are doing hizi charity things huko kwenye hizo committees, you add those things there. Try as much as possible kuwa active on LinkedIn in accordance to your niche. Apply jobs in accordance to the timing ya sehemu unayotaka kufanya kazi. But as of now, okay, this is October. Yeah, October is a good month for ukitaka kazi hizi za US. Ni kipindi kile cha hiring. Kuanzia Julai hapa, Julai mpaka mwezi wa 11 hapa ndo muda woga wana haya sana. Kwa hiyo huku Januari huku wanakuwa tayari na wafanyakazi wao washawazoea. Sasa kama wewe, yani ile kipindi cha mchujo ule ndo mwanzo wa mwaka, kwamba wewe wameenda na wewe huku Christmas nini, umeshindwa, utachujwa huku mwanzo wa mwaka ujao. Kwa hiyo if you would want to get a job, like this is the time, it's the perfect time. And wewe kupata a response ya hapana, sio kwamba you're not good enough, you're good enough, ila you have just not met the criteria as per that particular time. Kwa hiyo no ya leo isikufanye wewe kesho usiendelee kuapply. Mimi kusema kweli kwenye swala, nikija kwenye swala la kuapply kazi na set my time kabisa. I know from saa 4 mimi na apply kazi, and I make sure I do it every single day, kwa sababu I'm dedicated to shifting labda to another job. So yani that's how you should do it. Uamuzi wako wa leo ndo utaijenga kesho yako. So if you can try to do it now, do it. I think that's all from me. Any other questions? I would like to respond to any other questions ambazo zipo. So guys, tabia yenu nawaletea wageni alafu muulize maswali, mimi sipendi. Habari jamani. Salama. Niko na swali. Maana nikicheki sasa hivi naona kama vile wanasema kwamba wadai kwamba tu upepo nini wa kuaya, especially kwa nini kwa nchi kama Marekani, kwamba sasa hivi ni changamoto sana. So nilikuwa na swali kuhusu hizo kazi za Marekani. Mfano kama wewe target yako labda ni kupata US client, si ndivyo? Kwa sasa hivi ambapo ukiangalia naona kama vile sheria nyingi sana za Marekani kama vile zinakuwa zinabana kazi zirudi kwa wahusika wenyewe, wananchi wenyewe wa Marekani. Kwa mtu ambaye sasa hivi labda target apate US client, ni how easy or hard it is kwa sasa hivi hali ilivyo? So you cannot say kwamba yani unless wewe unataka kazi uende Marekani, unataka kazi ufanyie Tanzania. Remotely. Remote yani bado as per Trump hajaongelea swala la remote. As per mimi ninavyofuatilia, kwa sababu na trade forex, hajaongelea swala la watu wanaofanya remote, ila ameongelea swala la watu ambao wanataka kuhamia kule kwake. Hiyo ndio swala ambalo hataki. And
wa Marekani and any other country ya nje wanataka kuwaajiri wa Afrika and other mataifa kwa sababu wao ni cheaper labor. Wewe kwa kulipwa $7 unaona ni hela kubwa, kulipwa $10 unaona ni hela kubwa, lakini kwa mtu yani yeye kama mwajiri wa Marekani standard pay rate ya per hour ni 50 kwa our interns. Hapo naongelea because I have relatives wanaishi, wao wanalipa kwa intern analipa $50 per hour, ila wewe ukipewa huku unaona it's very big, ila kwa kule ni intern tu unalipa $50 per hour. Kwa hiyo at the same time hata ingekuwa wewe lazima unge opt kumchagua mtu wa outsource, kuchagua mtu wa nchi nyingine kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo I wouldn't say kwamba kuna competition ya wewe sijui kwamba utaajiriwa just because uko Tanzania, hapana. As long as wewe CV yako iko sawa, kwa sababu kuna kazi kabisa zimeandikwa kwamba wanataka mtu ambaye ametoka nje ya nchi, mtu labda na exposure. Makazi zingine zinaandikwa kabisa kwenye ile tag kabisa wanaandika wanataka US from specific states. Kwa kazi kama hiyo sasa you can't say kwamba una apply. Hapo una apply something ambayo wamesema wao they are open to anyone ambaye anataka kazi worldwide. Hapo then you can say you can apply for a job from that particular person. Otherwise it's not something I would advise mtu kufanya, ku apply for a job ambayo tayari wamesha kuambia wanataka states fulani, hawezi kukubalia wewe kwa sababu cha kwanza hautaweza kamwe kufikisha MBPS qualification ya kwao. Sisi huku mostly unaweza kupata ni 100 nadhani. Haya, kuna kampuni moja nilifanya TZ walikuwa wana offer MBPS 100 per second, to which kwa wao ndo minimum criteria ambayo I don't think kama you'd be able ku afford MBPS 100 kila mwezi. Kwanza itakuwa costly kwako kwa sababu wewe ni an individual, afu tena unalipia MBPS 100, it's not necessary. Kwa hiyo kazi ziko nyingi sana, sio hata moja, sio mbili. Hata nikisema labda niwe nakutumia wewe kazi kila siku, siwezi kusema nakutumia kazi kila siku kwa sababu hata kwa ngoja ni search for digital marketing, kusema kwa mtu tu anataka kazi ya digital marketing ya haraka digital marketing. Ukiangalia digital marketing Tanzania ziko 27. So sorry, my internet's due. Internet yangu tu mimi nalipia 30 Mbps, ila unaona sasa hivi ina load mpaka kesho kutwa. Haya, on a worldwide criteria umeona digital marketing jobs ziko 354,270. Nikisema mimi nianze kutumia kila mtu siwezi kumaliza leo. Kwa hiyo jobs zipo, zitaendelea kuwepo. Ni wewe na patience yako, ni wewe na uthubutu wako, ni wewe na kukubali kuambiwa no na kuendelea mbele, kwa sababu yani hizo no unapewa. Hata mimi at the moment nikiapply no napewa. Yani sio kwamba kuna no ya mtu fulani kisa amepata experience hapewi no. No ipo kwa kila mtu, na kuna times utapata job offers and there are times utapata hizo negative responses, but negative response isiwe kitu cha kukufanya wewe ukasema hivi me as of now sipati kazi and all that. It's something ambayo inabidi, it's an ongoing process. The more unaendelea kufanya the more unajua. Hata mimi kwanza nilikuwa naangalia naingia hapa naandika location USA, lakini kumbe ilikuwa na limit. Nikaja nikapata some other people ambao who are more experienced than me wakanielezea should search for worldwide. That's how unaendelea ku learn
mkiona mtu labda post yake ameelezea how to get jobs, yani you learn. Yani haya yote nimeelezea leo ni because I was open to learn. Kwa kila mtu ambaye anakuja ananielekeza hivi najaribu, anaelekeza hivi najaribu, but all of these nimeelezea is a simple process. I would say after the hustle I had, this is a simple process that I came up with. So sijui hapo nimekujibu swali lako ama nimekuwa naongea sana. Ndio, nashukuru umenijibu swali langu. Lakini pia vipi kwa swala nini la tax hapo, inakuwa vipi? Yeah, that's a good question. Personally, mimi natumia applications ku receive hela, sijawahi kuwa taxed. Tangu nimeanza remote work mpaka sasa hivi sijawahi kuwa charged tax yoyote, kwa sababu kuna nini hizi, unaweza ukachukua cash yako. Kwa hiyo kuna hizi method of payment kama Wise, Pioneer, ambayo tayari wewe ukiwa unataka withdraw hela tayari unakatwa hela. Kwa hiyo sijakuwa taxed. I used the Western Union, yani njia nyingi ambazo nimezitumia, lakini sijawahi kuwa charged any taxation, kwa sababu hakuna, so far Tanzania tuna huo mfumo wa kutrack mtu fulani kwamba ameajiriwa sehemu fulani, kwa sababu you can't tell kwamba mimi nimeajiriwa sehemu fulani unless mimi nimekuonyesha contract. Wewe una uhakika gani kwamba mimi hiyo kampuni imeniajiri? Kwa sababu most of the people waga wanaajiriwa kwenye hizi startups. Na kule kwenye startup wewe hawakuweki kama employee, wanakuweka kama independent contractor. Kwa hiyo wewe kama independent contractor inamaanisha wewe hata kwa nchi yao kule hawakulipi tax. Kwa hiyo kama ni mambo ya tax ni nini, ukitaka tax compliance ni wewe labda uende ukajisalimisha TRA kwamba useme mimi nimeajiriwa sehemu fulani nalipwa shilingi fulani, wananitumiaga hela hapa, alafu we charged pay as you earn. Otherwise mimi sijui hata mnakuwa charged kwa asilimia gani, sielewi. That has been my life. Okay, asante. Na pia average rate ya payment ya mtu ambaye yupo Tanzania mfano, alafu ukapata bafimu ambayo iko Ulaya au either Ulaya au Marekani, rate yake kwa sasa inakuwa on average na nyingine inakuwa ni ngapi? Mtu ambaye anaanza kazi kwa kazi ambayo ni either tech. Huwezi kusema kwamba on average, kwa sababu ni wewe jinsi utakavyoweza kuongea na kubargain. Kwa sababu mimi ninaweza nikasema kazi yangu ya kwanza nilipewa $600. Inaweza isiwe the same thing as wewe, kwa sababu labda ulishindwa kutetea hoja zako. Sijui umenielewa? Okay, kwa kumbe payment wewe mwenyewe una negotiate na mtu. Kwa sababu mpaka wanakuja wanakupa contract, inamaanisha wewe kwenye interview call umesha negotiate salary, to which wewe unaweza ukaweka vigezo vyako ukasema hapa mimi hiyo salary sikubaliani nayo kwa sababu labda nina charge ya internet, inabidi niongeze BPS za internet nizo nazo kwa sababu ya kazi ninayoifanya, inabidi labda home setup yangu haiko vizuri, yani mambo kama hayo yote. Yani uwe na hoja ambazo zitapelekea wewe mshahara wako kuwa ulivyo. Unasema labda una experience ya kitu fulani na fulani, kwamba sio labda amekuhaya sawa wewe ni digital marketer, lakini kumbe the same time unaweza ukadesign. Unaambia hivi sasa unanihaya mimi na kufanyia digital marketing, but at the same time naweza nikakufanyia kama una design zako, naweza nikakufanyia una website yako labda one pager, I can do it. Na two pager, I can do it. Kwa hiyo you're not only hiring a digital marketer, ila una hire person ambaye ana multiple skills. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo ndio vina determine wewe sasa utalipwa shilingi ngapi. Kwa hiyo siwezi kusema na wewe utaanza na $600, hapana. Yani wewe jinsi utakavyoweza kutetea hoja zako ndio jinsi ambavyo mwajiri na yeye ataweza kubargain na wewe, unless sasa kunakuja kuwa na hizi kazi ambazo tayari kwenye hiyo post tayari amekuandikia labda sisi tunalipa $1,000 na utaki, basi hizo ni exception. Ila kwa kazi ambazo wamepost tu hajaandika mshahara, then that's a room for you to bargain. Kama hauna kazi kabisa ndio unaweza ukakubaliana na chochote atakachokwambia, ila you have a room to bargain kwa hizi kazi zote ambazo hajaandika wanataka kukulipa shilingi ngapi.
Na hicho nachopeza kaa ni kigezo cha wao kukudisqualify kwenye interview. Yes. Okay. Kwa hiyo ukitaja kiasi ambacho wao wasikulipa na yeah. So mimi personally kwa hizi kazi ambazo waga hawajaandika salary rate, waga nasema hivi, I'm open and flexible to what the employer is able to provide. Kama ikiwa insufficient, then I would like kuwa na room ya negotiation. Waga najitahidi sana nisitaje shilingi ngapi, kwa sababu I remember kuna kazi nilipata inaitwa digital visibility concept. Nakumbuka mimi niliambia $1,000, kumbe nikaja nikaingia kwenye kampuni, I was the lowest paid employee, alafu on a managerial position, kwa customer success manager. Yani I was a manager but I was the lowest paid employee, na hiyo ilikuwa kwa sababu ya mimi kutaja salary. Kwa hiyo ever since then nilijifunza kitu cha kuto kuongea kabla mwajiri hajasema. Kwa hiyo mwajiri akitaja mimi nitajifanya, inaweza ikawa kubwa sana kwangu mimi, labda naweza kusema $2,000, nikaona ni kubwa, lakini mimi nitajifanya kama hiyo bado ndogo, fanya labda 2,100, 2,200. Yani hapo try to show your worth, try to not say ni shilingi ngapi, ili usije ukapatwa na kitu kama nilichopatwa nini. Aise, pole sana kwa mkazi. Kwa hiyo ndo hivyo inavyotokea. Swali lingine? Na mimi na swali. Okay, asante sana, nimekusikiliza. Actually nilikuwa nimepitia profile yako, nimeona una a lot of certifications actually ambazo umezijaza. Yani nilikuwa naangalia nikasema kweli tuna kazi ya kufanya. Nikiangalia profile yangu iko almost empty, ni kama ni haina certificate kabisa. Kwa hiyo my question is katika hii platform ya LinkedIn, kwa mtu ambaye kabisa hana certificate kama hizo zilizokuwa mention hapo, kwamba ni kigezo cha mtu kupata kazi, au anaweza kawa hata na 2 certificates zikamsaidia akawa hana background ya kazi ya hiyo title aliyoiandika, au akaandika tu kama amefanya sehemu volunteer, lakini ni tuseme labda organization ambazo hazita za hapa labda ndani Tanzania, aika labda na certificate mbili. Inaweza kawa ni kitu ambacho ikawa ni added advantage, au inakuwa especially mimi naongelea mtu ambaye yani ni hajawahi kufanya kazi hiyo, hajawahi kupata kazi LinkedIn, yani kwa ajili ya kuapply na vitu kama hivyo, anatakiwa yani ajiposition vipi ambaye hana certificate, au ni mpaka aende akafanya hizo certificate aziweke ndio yeye aweze kujiposition? Okay, so hapo kwenye certificates unazoziongelea, labda kuna certificate moja labda maybe project management, ama yani something ambacho ni general, ama ni certificate kwamba yani alichokisomea ndio hiyo certificate ndio alionayo basi? Naongelea mtu ambaye labda pengine ana certificate alichokisomea, labda kwa mfano akasomea labda information technology, ana certificate ya information technology basi, lakini unakuta pengine labda yuko katika mambo ya digital marketing. Ina maana huyu mtu anatakiwa ana cheti pia cha digital marketing, ile area ambayo amejiposition kwenye LinkedIn platform, au inakuwaje? Kwa mtu kama huyo nitasuggest kwanza awe ana interact na posts za kuhusu digital marketing. Kwa hiyo sio lazima kwamba wewe lazima uwe na cheti ndio upate kazi, kwamba yani hizi yani hivi vyeti ambavyo mimi ninavyo, kwa sababu mimi hivi vyeti kwanza ni bure, tuanze hapo. Ama cheti ambacho nimelipia. Google anatoa vyeti bure, alafu kuna platform nyingine, LinkedIn pia kuna free subscription, kama I think ni kila baada ya miezi 6 wanakupa ile free trial. Kwa hiyo mimi naangaliaga wakikupa ile notification ya free trial, naangalia labda mwezi huu naweza nikatenga muda wangu nikasoma. Lakini sasa hivi kuna ChatGPT, kwa hiyo hata nisiwe muongo, wewe unaweza kutumia ChatGPT kufaulu hiyo mitihani. You need a job ASAP, unatumia ChatGPT, hizo Google na nilia inakuruhusu kukopi.
una screenshot unaingiza ChatGPT, ushapata cheti chako una apply. Yani maisha yamesharahisishwa. Kwa hiyo unless wewe hicho kitu ukijui afu sasa ndio unataka udanganye utumie ChatGPT, hapo utadakwa. Sababu kuna maswali ambavyo utaulizwa, labda ushakutengeneza labda digital media budget, labda sisi tunataka labda followers 10,000, budget ya shilingi ngapi? Unaweza kuulizwa kwenye interview. Afu kumbe ulitumia ChatGPT alafu hujui chochote about that thing, then hapo utadakwa. So for mtu anayetaka cheti haraka, me I would advise you can just use ChatGPT. You know something about it, sema ni cheti tu hauna, unaweza kutumia ChatGPT. Google is free. LinkedIn kama hujawahi kuitumia pia subscription yako pia unaweza kuitumia. So yeah, kuna hivyo, alafu na kuinteract kwenye LinkedIn yako kuonyesha at least kwamba wewe una participate kwenye hizo kazi. That's something that I would advise as well. Okay, thanks. Mwenye swali lingine? Nina swali. Okay. Mwanzoni kabisa maelezo yako nilikuwa nasikia kwamba ulianzia sehemu nyingine kama Upwork huko na platform nyingine hizi. How was your experience kwenye kutafuta kazi sehemu nyingine? Nikwambia mimi nilijaribu kutuma proposal Upwork. Nilishindwana. It was not the best of experiences for me kwa sababu niliapply, sio kwamba niapply kazi nyingi, niapply kazi 3 tu. Ila yani hiyo mimi kuanza kufikiria kuandika proposal kipindi hicho hizi ChatGPT hazijapamba moto, that was something ambayo kwangu mimi nilikuwa naona time consuming, alafu naona sijibiwi. So yani ilishakata tamaa. Alafu nikaja nikakutana na LinkedIn ambapo unabonyeza tu alafu usha apply kazi. Nikaona bora nikomae na huku. Yani hivyo vingine niachie wengine. So hata wewe there's a platform ambayo utaona kwako ni rahisi zaidi. Ila mimi napenda kuita LinkedIn platform ya watu wavivu kwenye kuapply kazi. Kama ni mvivu kuapply kazi, utaki kutumia akili nyingi, LinkedIn is the place for you kwa sababu kwa hiyo easy apply, una bonya tu, shamaliza usha apply kazi. Kwa kazi zingine zipo kazi ambazo unaweza ukaenda kwenye website uka-apply kwa kupitia LinkedIn, but to be honest hizo kazi zote unazoziona hapo kwenye page yangu sijawahi kutumia website. Zote nime-apply kwenye easy apply. Sijawahi kutumia zile zinazo redirect kwenye company website afu ni apply kazi. Zote ni easy apply. Sijawahi kabisa na sina mpango wa kuanza sasa hivi. Swali lingine? Mwenye swali? I think nimeshaongea for an hour now. I guess I'm no more questions. Sioni any questions kwenye chat. Baraka, can we call it a day? I think so, cause naona bosi zangu hawana swali. Au kuna mtu ana swali? Yes, kwa mtu alikuwa anaongea? Anyway, kwa ambao umeattend session leo na wakumbusha every Friday tuwaga tuna session ya Lauren. Nitaiweka recording kwenye space ya share resource, unaweza mkaipata anytime. Na pia nafikiri wengine mmekuwa mkipata changamoto kutumia hii platform, so kuna short clip short video ambayo nimeishoot ya kueleza namna gani unaweza mkatumia hii space, hii platform. So pia na yenyewe nitafanya navyoweza niwatumie kwenye email zenu. And kuna video nyingine pia nilikuwa nimezishoot pia nitaweka kwenye space ya share the resource. Lauren leo kazungumzia automations. Mimi kuna post za nyuma nilishare kuhusu automations ni nini, platform gani ambazo unaweza kufanya automations. And kwenye automation platform kwa mfano Make wanatoa kabisa kozi ya bure ya kutumia kwa ajili ya automation. I'm not sure kama Lauren atakuwa interested kutufundisha GHL
Kwanza Lauren, unaweza ukatuambia jamani kile what are JHL ni nini na how does it work? Cause nafikiri moja ya kazi nyingi rahisi kuzipata au moja ya platform ambayo ina kazi nyingi ni hiyo JHL. Okay, so for me Go High Level naweza nikasema ni ndo chakula changu, ndo in and out yangu, na ndo something that you can get kazi kwa uharaka sana. So ni CRM, customer relationship management tool. So for Go High Level inakusaidia kufanya mambo mengi sana. This is just an example ya client ambaye niko naye. So kuna dashboard, kuna conversations. Hapa conversations unaona messages. Kwa hiyo mtu anayetaka kutengeneza kutuma message za kawaida, unaweza kutuma message za kawaida kwa mtu in any country as long as umenunua phone number ambayo ina support international. Unaweza ukastore as many as more than 2 million contacts into this CRM. Hawakucharge extra space, something ambacho nakipendea. Unaweza ukawa na pipelines zako tofauti in accordance to kazi yako unayoifanya. Methods of payments, wana support various millions of methods of payments. Wana support AI, integrate AI into this CRM. The same CRM wanakusaidia kupost. You can actually post automatically. Wewe una upload to contact yenyewe ina post automatically. Inakusaidia kwenye emails, inakusaidia mambo mengi, kwa sababu mimi as an individual namsaidia client wangu namsaidia my client anaweza ku respond. My client is able to respond kwenye calls zake. Anaweza as a client yeye anaenda, let's say if a person anataka ku make phone calls above let me just let me cite out an example. So you see this is Vapi. Vapi ni agent tool ambayo yenyewe ina deal na voice. Kwa hiyo hizi ni different bots ambazo nimezitengeneza ambazo hii ni outbound. Kwa hiyo it means hii bot kazi yake inakuwa ni kuwapigia clients, kuambia okay, sisi tuna deal na pull certifications. Hii ni ya kuwakumbushia kwamba wewe pull yako inakaribia expire. So this is just an example. As I'm speaking, the bot inaandika all of this information ambayo naongea right now would be shared into Make, alafu itarudi Go High Level. So that's among the things that I'm doing as of now. That's I wouldn't say an ongoing project kwa sababu tayari ishakuwa launched last year. Ila it's something that I'm still building kwa sababu it's hapo ni sales team. Nimemaliza upande wa sales team, kwa hiyo na hamia departments zingine. Kwa hiyo all of this nimefanya kwa kutumia Go High Level. Go High Level ndo central post, I would say ndo parent, alafu niko na sub parents ambazo zinanisaidia ensure kila kitu kwenye Go High Level yangu kina run smoothly, ambazo ndo vitu kama Make, N8N, all of these things. Kwa sababu wewe unaweza tu ukafanya automation ya kushoot data into an Excel sheet kwa kutumia Go High Level. Wao wana hizi tools ambazo na automate. Wana tools ambazo you can send notifications on Slack. All of these things. Ina mambo mengi. Siwezi kusema naweza kuelezea sasa hivi kwa sababu hiyo ni another masaa mawili na kuendelea, I would say. So that's a topic for another day. Nikielezea sasa hivi itakuwa overfeeding of information. Would stick to LinkedIn as of now. Okay, asante Lauren. Sorry to interrupt you, Barak. Unaweza kujifunza kwenye if kama una map ya kusoma kama hizi. So I wouldn't say I am able to give you another roadmap for all niches. Barak, could you please move your mic?
I will not be able to explain to you in other niches kwa sababu mimi nimebase kwenye digital marketing. Okay, I'm part of the digital team. Kwa hiyo siwezi kusema naweza nikakuelezea mambo ya team zingine kwa sababu I'm not experienced kwenye upande wa huko. Mimi naweza nikakuelezea kwenye upande wangu mimi ambao nimedeal na hizi voice agents, hizi chatbots za AI kupitia Go High Level. Ukitaka kusomea sasa CRM kama Go High Level, changamoto ndio inaanzia hapo. Kuna vikozi vichache Udemy, but sana I would say just kusomea YouTube, kwa sababu ukitaka kusomea kwa Go High Level kama Go High Level wao wenyewe sasa, hiyo ndio mtihani mkubwa zaidi, kwa sababu wao they offer you cheti, lakini inabidi uwe unakilipia kila mwezi. Na why wanafanya hivi? Kwa sababu kila mwezi wao wanaingiza new different features ambazo inabidi uwe unazisoma, inabidi uwe up to date. That's why inabidi uwe unalipia kila mwezi. To which for mimi nilikuwa naona mimi ni mbaili. So paying $90 for a certification every single month to me was not something that's ideal. But if you're able to do so, Go High Level kama Go High Level wenyewe, they teach you from scratch, unajifunza to the get go. Mimi nilianza kujifunza Go High Level via YouTube. We had a big client alikuja akawa anataka hizi email templates zake hizo zinatokea Go High Level, so there had to be a volunteer in the company, to which I volunteered. Nikajifunza kutumia Go High Level kwa kutumia YouTube, and I learned on the get go. So kama ambavyo mtu kama ana code anajua mambo ya kuvibe code, so mimi nilivibe work into automating all of this, into becoming an automation specialist, until sasa nikaanza sasa kusoma certifications. It was when niliona sasa nina passion in this thing, then let me proceed. Ila I would say you go on YouTube is the main key, and it's a free source. Kama una 10,000 20,000 za kulipia, Udemy wana offer hizo course za Go High Level, hapo watu ambao wana offer hizo course. Kwa hiyo kama ukitaka kusoma unaweza ukasoma na unapewa cheti. A roadmap into studying these tools, mimi naweza tu nikakushauri hizi tools ziko nyingi, lakini something that would give you money sana N8N. N8N is it's a big tool. Mimi naita big tool kwa sababu inafanya mambo mengi sana. You can be able to host via this tool, like it's something that's any ni complete package. Kwa mtu ambaye anafanya hizi mambo za websites, atanielewa akienda kuiangalia tu ile website. Anyway, hata kabla ya kuingia kwanza kufanya kazi pale, you would see this is where you're supposed to be. Kwa hiyo N8N, I'd rank them at N8N, followed by Make, Make, followed by Zapier. Hizo tools zingine ziko nyingi, mimi hizo ndo nimezisoma, ndo ninazifanyia kazi as of now. Kwa hiyo hizo ndo I would say they are something that you should go to. These are the things that if you want to be an automation specialist, wewe unalipa hela nyingi, unaweza tu ukachagua kinani chako ukakomaa nacho. Lakini kama unakomaa na N8N, unaweza kukomaa ukaishia hapo. Ila kama you want something that's light, easy for you to grasp, unasoma Make na Zapier. Huwezi kusema unasoma Make afu uache Zapier, kwa sababu kuna integrations ambavyo huku Make bado havijawekwa, viko kwenye Zapier, na vingine viko Zapier, vingine viko kwenye Make. Kwa hiyo hizi mbili Zapier na Make zina direct connection. Kwa hiyo if you know this, you should ensure you know the other. Ila kwa N8N wewe unaweza tu focus na N8N, kwa sababu N8N unaweza connect na hizi AI tools nyingi sana, wana direct integration as of now. So I would say your topic ya CRM is a topic for another day, kwa sababu it's a deep topic, so as shallow as LinkedIn. Any other question? Lauren, nafikiri asante kwa sababu muda umeenda sana pia. If kama mtu ana swali atauliza kwenye
community hapo, and I will either respond ama Lauren mwenyewe. And guys, nawatakie siku njema na let's catch up next Friday. Sijui nitamwalika nani, I don't know, but mtaona update. Nice meeting all of you. Thanks for your time, Lauren, and have a nice day. Bye.